kwa yule aliye heri. Bwana Yesu asifiwe. Wala kilio, hakuna kilio kwa walio heri. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hata ukikutana naye wanajuanga tu wewe wa kulia. Sasa huyu mama amekuja kulia nini tena? Paka utaitwa mama kilio. Ukibela huyu wa kulia, huyu anakulia nini sasa? Tunajua huyu ni kulia tu yake, mambo yake kwa yaishi. Mashida ni nyingi. Kilio tu. Bwana Yesu asifiwe. Maumivu hayatakuwepo. Maumivu hawatakuwa nayo. Mtu aliye heri. Bwana Yesu asifiwe. Na ni kwa sababu mambo yote yaliyokuwa machungu, yaliyokuwa mauti, yaliyokuwa vilio, yaliyokuwa machozi, anasema mimi ndiye mwanzo tena mwisho. Angalia ukitafakari juu ya aliye mwanzo na aliye mwisho, anakuhakikishia ya kwamba hakuna kile ambacho hawezi akakianzisha na hakuna kile ambacho hawezi akaweka mwisho. Anapofuta yale machozi ameweka mwisho. Mauti anaweka mwisho. Laana anaweka mwisho. Kung'ang'ana anaweka mwisho. Kukataliwa anaweka mwisho. Na anakuwa mwanzo kwa upya. Palipo na machungu, palipo na kilio, anakuwa mwanzo wa furaha. Palipo na vifo, anakuwa mwanzo wa uzima wa milele. Ndio maana anasema huyo aliye heri ni kama mti uliopandwa kando ya mto, haunyauki, maana anaupa uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, na mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemichemi ya maji ya uzima bure. Atakupa wewe unayetafakari juu ya sheria yake kiu chako, ili kumjua, ili kumwelewa, ili kumtumikia, ili kumtumainia. Atakupa chemichemi ya maji ya uzima wa milele. Tafakari njia zako. Ndiposa angalia njia yako inakupeleka kwa urithi wa uzima wa milele, ama inakupeleka palipo na kilio, inakupeleka kwa machozi kila wakati, inakupeleka kwa vifo, inakupeleka kwa kilio, inakupeleka kwa machungu, inakupeleka kwa maumivu, kwa sababu unapoenda kwa ushauri wa wasio haki, hayo ndio unayoyataka kwako. Haleluya. Akasema atakayeweza kuyashinda haya, yeye nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Yule ataweza kuyashinda haya. Wewe si mwepesi wa kushauriwa kukimbilia watu wasio wa haki. Wewe si mwepesi wa kushiriki baraza la wenye mizaa. Wewe si mwepesi kuwa katika njia za wakosaji. Wewe ukiyashinda haya utakuwa
Sikia, wakati mtu anakushauri kwenda kwa watu wasio wa haki, kitu cha kwanza anafanya, anapanda ndani yako uoga, ili ile uoga ikusukume useme mara hiyo hiyo nayo bio nipeleke kabla hajanipata haya umeyasema. Bwana Yesu asifiwe. Soma mstari wa 8 wote. Bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto wa kiberiti. Hii ndio mauti ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Watu waoga sehemu yao ni wapi? Kwenye moto. Watu wazinzi sehemu yao ni wapi? Kwenye moto. Watu washerati sehemu yao ni wapi? Kwenye moto. Watu wachawi sehemu yao ni wapi? Kwenye moto. Wanaoabudu sanamu sehemu yao ni wapi? Kwenye ziwa la moto. Watu waongo sehemu yao ni wapi? Ziwa la moto. Hao watu ninakutajia, rudi Zaburi yenye umesoma mstari wa 5. Zaburi pia ya kwanza mstari wa 5. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. Soma hapo kwa Kiswahili. Kwa mstari wa 5. Zaburi pia ya kwanza mstari wa 5. Kwa hivyo waovu hawatastahimili hukumu, Hawatastahimili hukumu, wala wenye dhambi katika kusanyiko la wenye haki. hata wenye dhambi katika kusanyiko la wenye haki hawawezi wakastahimili kuwepo. Ndio maana Yohana anafunuliwa hao watu wenye dhambi, waoga, wazinzi, wachawi, waabudu sanamu, waongo, wauaji, hata kwa hukumu hawezi wakasimamishwa. Sehemu yao ni ziwa la moto. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye ziwa la moto. Bwana Yesu asifiwe. Tafakari njia yako inakupeleka kwa urithi wa walioheri au inakupeleka kwa wale wanaoingia ziwa la moto. Hiyo barabara ikiwa main road imebeba watu samu hizo mbili. Ndio unaweza kutana na kuku, ukifikiria pia ni kuku ya kawaida, kumbe ni kuku iko kwa safari. Imebeba iko kwa mission zake. Ukutana na mtu yako tu anajiongeleza hapo kwa yake. Hizi barabara zikalinganishwa, barabara nyembamba na barabara nyingine ya kwamba hii barabara ambayo ni nyembamba pana kabisa na nyingine iko kubwa imebeba watu wengi, watu wanaoingia urithi wa wenye heri au wenye ziwa la moto.
hii barabara imebeba wengi. Inaelekea wapi? Ziwani kwa moto. Kwa sababu washauri wasio haki wameweza kushauri wengi. Na wanaelekea wapi? Moto. Maana wachache walikataa kutafakari juu ya sheria ya Mungu ambaye anawapa uzima wa milele. Wameenda njia ya wengi. Bwana Yesu asifiwe. Hata ibada za siku hizi, maombi ya siku hizi, makanisa wafanye ili iende sawa na vile wengine wanaenda. Yaani washauri wasio haki waliweka mizizi kwa makanisa. Watu hata siku hizi hawana imani. Na ukisoma pale kwa Ufunuo, watu wasioamini, the faithless, wasioamini, watu wasio na imani, hawawezi wakaamini. Hao watu wanaenda kwa ziwa la moto. Ziwa la moto. Ikiwa waamini tu Mungu ndiye mwenye uzima wa milele, ndiye anaweka mwanzo mpya, anasimamisha vilivyoangushwa. Una imani, sehemu yako ni ziwa la moto. Na ni hao watu wasioamini wanashauri watu kuingia kwa urithi ambao wataingia katika ziwa la moto. Chunguza ni mashauri ya aina gani unayoyatoa na yale unayoyapokea. Tafakari ni nini hiki ambacho wewe unatafakari juu yake, kina sehemu gani kwa maisha yako na kwa urithi wa mbinguni. Je, inanipeleka kurithi nikae katika sehemu ya ziwa la moto au kwenye urithi wa uzima wa milele? Angalia njia zako, inakupeleka kwa urithi wa milele ama inakupeleka kwa ziwa la moto? Simama mahali ulipo. Maana leo hii ya kwamba heri mtu yule binafsi leo ni wewe na kutafakari njia zako na hali zako. Umesimama nao. Ni ushauri wa watu wasio haki, ushauri wa wachawi, ushauri wa wazinzi, ushauri wa watu wasioamini neno la Mungu, ushauri wa watu wa ugomvi, watu wa vita. Ni ushauri wa aina gani ambao wautafakari usiku na mchana? Mungu anasema mimi ni Alfa na mimi ni Omega. Ukiniamini, mimi ni mwanzo tena ni mwisho. Ni mwisho kwa hiyo milio, ni mwisho kwa hayo machungu, ni mwisho kwa hayo mauti, ni mwisho kwa hiyo laana. Maana zimeletwa na kupandwa na ushauri wa watu wasio wa haki.
laana imefanyika, maafa, vifo, vita, mateso, vilio, hakuna amani kwa sababu ya ushauri wa jamaa Yezebeli. Ni wakati wa kumwambia Mungu ya kwamba na nitafakari njia zangu mchana wa leo. Baada ya Bwana nimekimbilia ushauri wa wasio haki, kwa baraka za watu wenye mizaa waliopanda vilio wakapanda machozi maishani mwao, wamepanda maumivu. Ninaoshuhudia maafa, ninashuhudia huzuni kwa maisha. Hakuna kusonga, hakuna kuendelea. Baba yanatafakari, na siku ya leo ninajitenga. Kasema ni kwa mimi na unaweka mwanzo mpya, maana ukafunua kwa mtumishi wako Yohana ya kwamba mambo yote yamepita, unayafanya kuwa upya tena. Baba naja mbele zako mchana wa leo, ni kwa nyumba yangu, ni kwa uzao wangu, ni kwa ndoa yangu, ni kwa biashara yangu, ni kwa pesa zangu, ni kwa masomo yangu, ni kwa ujenzi wangu, ni kwa shamba langu. Yote niliyoyapata kwa washauri wasio haki, Baba ninayakataa ya kwamba wewe uliye mwanzo mpya unaingia na kuweka mwanzo mpya.
vitanipeleka kwa shimo la moto. Mungu nisaidie. Nikabarikiwa heri. Nikabarikiwa. Asiyekimbilia ushauri wasio haki. Asiyesimama katika njia za wakosaji. Asiyeshiriki baraza za wenye
zetu
Unafanya upya Bwana. Unaweka mwisho kwa milio. Unaweka mwisho kwa machozi haya. Unaweka mwisho kwa maafa haya. Unaweka mwisho kwa majuto haya. Unaweka mwisho kwa haya. Unaweka mwanzo mpya, mwanzo wa ushindi na nguvu na mamlaka. Wacha miguu yako Bwana ikakuenee katika upya huu. Wacha chemichemi ya maji ya uzima ikabubujike kutoka ndani mwetu Bwana. Njia zetu zilizopotoka Baba tunaziacha. Baba tunaziacha kushiriki meza za waovu, kushiriki baraza za wenye misa. Baba tunaziacha usiku na Baba tunakumbia kila mmoja. Usitupite Bwana siku ya leo. Iziwe tu ni kwa karama zetu Mungu wetu, bali kwa neema zako. Tufanye wenye heri katika nyumba yako. Tufanye wenye heri katika jamii zetu. Tufanye wenye heri katika huduma. Tufanye wenye heri katika kazi zetu. Tufanye wenye heri kwa watoto wetu. Tufanye wenye heri kwa wazazi wetu Bwana. Wacha Baba ukabaki kuwa. Thibitisha neno lako kwa maisha yetu Bwana. Ikawe ni sifa mali tofauti kwa ibada zetu Bwana. Baba simama na kuturejesha tena. Ukasema kwa wale wote watakaoyashinda utawafanya wawili pamoja na mwanao Yesu Kristo katika uzima wa milele. Tuepushe na roho za uzinzi. Tuepushe na roho za uuaji. Tuepushe na roho za wachawi. Tuepushe na maroho za kuabudu sanamu. Ili Bwana ukatupe sehemu kuu katika maisha yetu. Inuliwa mara wewe Mungu. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ndiwe mwanzo tena mwisho. Yote Baba tunayaacha kwako siku ya leo. Ukabaki kuwa Alfa, ukabaki kuwa Omega. Asante Mungu wetu. Uinuliwe, upewe shukrani. Asante Mungu wetu. Asante Mungu wetu. Tembea ukiguza kila mmoja Yesu. Guza baba huyu. Guza mzee huyu. Guza mama huyu. Guza kijana huyu. Guza watoto hawa. Badilisha yote waliovalishwa kutoka meza na washauri wa ulimwengu. Badilisha yote Bwana. Badilisha Bwana. Vilio vimepangwa, machozi yanayotiririka kwa kazi ya wenye dunia, Baba unayafuta katika jina la Yesu. Ukasema maafa hayatakuwepo. Umesema vilio vitakuwepo.
Umesema maumivu yatakuwepo. Umesema machungu yatakuwepo. Baba, thibitisha maisha yetu. Tunakuachia kwenye mamlaka na uwezo. Maana wewe ni Baba, wewe ni Mwana, wewe ni Roho Mtakatifu. Asante Mfalme wa ajabu. Na ni kwa pendo lako Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Asante Yesu. Asante Mungu wetu. Asante Baba yangu. Asante Adonai, asante Mshindani. Asante Mungu wetu, asante Bwana. Asante Mungu wangu, asante leo. Asante Bwana, asante Yesu. Oh Mungu wangu. Katika matisho majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu niongoza.